kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ally Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Hilo jambo limefanya tumkamate na anayafanywa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani? Yupo kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwao kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa amemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanywa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Bana, ni sauti hiyo ya RPC, umeelewa vizuri mkoa wa Tabora amezungumza taarifa za ukweli na uhakika ya kwamba Ally Shabani Kamwe, afisa habari, meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Yanga, ameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa mahojiano, lakini ameeleza sababu hasa ambayo imefanya Ally Shabani Kamwe kuweza kushikiliwa. Kubwa zaidi ni kutoa maneno yasiyofaa, unaweza kusema hivyo. Wenyewe wametafsiri kama maneno machafu. Yes, kwa viongozi wa serikali. Maneno vizuri tutakwenda kuitazama na nataka pia utuambie namna ambavyo wewe umeipokea taarifa hii. Lakini pia ziko taarifa za Ally Shabani Kamwe ambazo pia nimepenyezewa nyakati hizi kwamba amewachiwa huru, lakini kuachiwa kwake huru ni kwa dhamana. Sasa hizi taarifa za kuachiwa huru bado naendelea pia kuzifuatilia vizuri na ikiwezekana pia labda tupate mawasiliano ya moja kwa moja na RPC ili aweze pia kututhibitishia je, ni kweli ndugu yetu Ally Shabani Kamwe yuko huru kwa sasa ama bado ameshikiliwa, kwa sababu jeshi la polisi umepata kulisikia kwamba wamemshikilia kwa ajili ya mahojiano maalum. Maneno vizuri Ndio. Kwa upande wako kwanza tuanze na sakata la yeye kushikiliwa na jeshi la polisi, lakini ukitazama kikubwa ama changamoto hasa iliyofanya ashikiliwe ni mpira wa miguu. Cisco yani unajua ukilinganisha cheo alichonacho Ally Kamwe kategori anayoifanya Ally Kamwe ukiweka na mkuu wa mkoa ni vitu viwili tofauti. Siasa na mpira wa miguu ni vitu viwili tofauti. That's why ile siku ya kwanza kabisa issue ilivyotokea nikakwambia Cisco kama kuna jambo ambalo mamlaka za mpira wa miguu zinatakiwa kuharakisha kulifanyia kazi haraka ni kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakatutenganisha au wakaitenganisha siasa na mpira wa miguu. Nikiwa na maana kwamba viongozi wa siasa wawekewe limitation katika issue ya mpira wa miguu. Kwa sababu hichi kilichomkuta Ally Kamwe leo ni kutokana na issue ya mpira wa miguu. Yani kutokana na kiongozi wa siasa kuingia kwenye mpira wa miguu. Si unanielewa vizuri? That's why unamwona Ally Kamwe leo anajikuta katika situation kama hiyo. Lakini kama isingekuwa kwa mkuu wa mkoa kujiingiza huku kwenye issue ya mpira wa miguu, basi pengine Ally Kamwe sasa hivi tungekuwa tunazungumza kwamba anarudi jijini Dar es Salaam. So hatujahoji kwa nini mkuu wa mkoa alizungumza zile kauli. Hatujahoji kuhusiana na hiyo. Ila mamlaka zimeenda moja kwa moja kuhusiana na namna gani ambavyo Ally Kamwe aliweza kumjibu mkuu wa mkoa. Tuongee tu fakti kwamba klabu za Simba na Yanga ni klabu ambazo zinatumia gharama kubwa sana katika kuzibrand. Ni klabu ambazo brand yao ni kubwa mno. Yaani sio tu Tanzania, ni Afrika Mashariki na duniani kote, kwa sababu hauwezi ukasema Yanga ina mashabiki tu hapa Tanzania. Hapana, kuna watu ambao wako outside Tanzania wanaishabikia hii Young Africans. Alichokizungumza mkuu wa mkoa nimekwambia hatujakioji kwamba zile kauli zake za kwamba Yanga sio wana vierehele, Yanga sio wanatoa pesa na vitu kama hivyo, ni vitu ambavyo mamlaka ya mpira miguu havijahoji. Right? Yaani huko hatujahoji kabisa. Yaani mkuu wa mkoa ni mtu ambaye anaonekana kuwa safe sana, ila reaction ya Ally Kamwe ndio inaonekana kumwathiri mkuu wa mkoa. Lakini tukianza na mkuu wa mkoa yeye mwenyewe, kauli aliweza kuitoa kuhusiana na Young Africans kutoa pesa sio na vitu gani, ni vitu ambavyo tulivitafsiri sisi kama issue za rushwa. That's why ile siku ya kwanza tunachambua hapa nikakwambia kwamba tunapata mashaka kwamba hii Young Africans ambayo tunaifanyia uchambuzi kila siku wa kusifu ubora wao, kumbe ni Yanga ambao pengine wao inashinda kwa kutumia fedha ambazo wanawapa wapinzani wao wanaokutana nao. Kwa maana ya rushwa. Yes, ni kitu ambacho ni hatari katika soka letu. Maana yake ni kwamba tunahitaji sasa kwanza kuchunguza hizi timu ambazo zinakuwa zinacheza na Yanga kupata matokeo mazuri kwao,
Maanake kutakuwa na vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea behind Yanga kuweza kupata matokeo. Ndio. Labda jambo ambalo litakuwa limemuathiri pakubwa sana Alikamu ni namna gani ambavyo umereact kwa mkuu wa mkoa. Nafikiri ndio kitu ambacho kwa Alikamwe kimemfanya ajikute katika situation kama ile. Yes. Najua sisi kwa hata kwenye mpira wetu wa miguu huwa mchezaji akikupiga, sawa, wewe unatakiwa kukaa chini kutulia. Yeah. Ila ukisimama na wewe ukampiga, mnaweza mkajikuta wote mnapewa adhabu sawa. Yes. So Alikamwe nafikiri kuna namna ambavyo alitakiwa kumattempt mkuu wa mkoa, lakini sio vile ambavyo aliweza kufanya. Kumzungumza kwamba na shati la ubatizo sijui na mambo mengine kama yale ni vitu ambavyo ukilinganisha hadhi ya Alikamwe pamoja na mkuu wa mkoa, yes, ni hadhi mbili tofauti. Yule ni mkubwa kidogo kwenye serikali, lakini pia Alikamwe ni mtu ambaye anasimamia organization ambayo ni Young Africans. Lakini nikukatisha kidogo, unajua huu ni mpira wa miguu. Umeelewa vizuri unapoingia kwenye mpira wa miguu kwa maana ya kuzungumza kuhusiana na football, tafsiri yake huku ni fair play. Unaelewa vizuri tunaruhusu pia mnasemaje? Kuchararuana sijui na vitu kama hivyo, kusemana, kukosoana, kuzomeana, ndio mpira wa miguu. Sasa mkuu wa mkoa ni kama alikubali kuwa shabiki wa mpira wa miguu na ndio maana aliuzungumzia mpira wa miguu, tena alizungumza kwa uwanda mpana mno. Mimi nilichokiona Alikamwe na yeye aliamua kumjibu kama shabiki wa mpira wa miguu, kwa sababu umetaka tuje kwenye football, wacha pia tukujibu ama tukupokee vile ambavyo umejaribu kuja. Pengine labda sisi unachokizungumzia ni kwamba Alikamwe anaweza kujitetea kwa kusema ya kuwa hakumaanisha chochote kwa yale aliweza kuyazungumza. Yes. Kwa maana ya kwamba alizungumza kwa lugha ya matani. Kwamba sijui mkuu wa mkoa chacha na wewe utachacha, sijui umevaa shati la ubatizo. Kama alizungumza kwenye mfumo wa matani, basi ni kitu ambacho kitakuwa kinamlinda. Yes. Kwa maana ya kwamba naye anaweza akajidefend kwa kusema ya kwamba huyu kiongozi yeye alisema ya kuwa sisi kwa tunatoa pesa kwa ajili ya timu yetu kuweza kupata matokeo. Na yeye ana udhibitisho kwa haya ambayo ameweza kuyazungumza. Sawa. Lakini kama alizungumza yuko very serious, basi hata mamlaka zinaweza zikawa very serious kwake. Maana nikakwambia hivi, reaction yako Cisco ndio inaweza ikaamua, yani ikaleta impact positive au negative. Namna gani ambavyo wewe umereact Cisco. Si unanielewa vizuri? Yes. Yani lazima pia uzingatie na yule mtu ambaye unaenda kureact kwake. Si unanielewa vizuri? Yes. Alikamwe anaweza akareact kwa Mangungu. Anaweza akareact alivyoreact kwa Paulo Chacha, akareact kwa Mangungu. Mangungu asifanye kitu chochote. Sio, unanielewa vizuri? Yes. Lakini yule Paulo Chacha ni mkuu wa mkoa, lakini pia ni shabiki wa Tabora United. Lazima kuna heshima kidogo lazima iweke. Sio, unanielewa vizuri? Yes. Leo hii tu nikupe mfano mdogo Cisco. Uwezo ukatoka hapo kwenda ukamtania rais. Sawa. Yes. Ni jambo ambalo yani kwenye issue za siasa, kwa sababu siasa ni kitu ambacho kinaishi kwenye maisha yetu ya kila siku na ndio ambacho tunaishi nacho kila siku. Siasa ni kitu ambacho kiko very serious sana. Sio kitu ambacho unaweza ukaweka joking kwa asilimia kubwa sana. Kwa maana kwenye maisha yetu ya mpira Cisco, ukiangalia mfano tu mzuri, angalia tu headlines za sasa hivi ambazo zinaandikwa kwenye mitandao. Simba akifungwa, Yanga akishinda, angalia tu namna gani ambavyo zile headlines zinaandikwa. Zinaandika kwenye mfumo wa matani sana. Lakini leo kiongozi wa serikali aweza akazungumza issue, then sisi tukaandika kwenye mfumo wa matani. Yes. Ndio maana nikakwambia kwamba kama Alikamwe alizungumza kwa lengo la matani, kwamba alireact the same way alivyozungumza mkuu wa mkoa, maana yake ni kwamba Alikamwe hana kosa lolote. Yaani kwamba yeye Alikamwe akijidefend kwamba mimi nilizungumza kimpira kama ulivyozungumza, kwamba bwana yeye labda alichozungumza kwamba Yanga wamekuja na viherehele alikuwa amaanishi, basi hata mimi nilivyozungumza huyu mkuu wa mkoa amevaa shati la ubatizo na mimi the same nilikuwa simaanishi. Kama alivyozungumza kwamba sisi tunatoa pesa vidogo sio kwa wachezaji ili tupate matokeo, basi hata mimi nilivyozungumza mkuu wa mkoa chacha amechacha, basi nilikuwa sifanyeje? Simaanishi. Kama ni lugha za mpira zilitumika, kama alitumia lugha za mpira, basi yuko safe. Lakini kama alizungumza yuko very serious, basi hilo linaweza ikawa ni tatizo, kwa sababu hatujui hata mkuu wa mkoa na yeye alizungumza kwa lugha ya mpira au alizungumza anafanyaje? Anamaanisha. Yes. So ndio hivyo Cisco. Yes. Bana, mambo ndivyo hivyo yalivyo, lakini wakati nazungumza hapa na ndugu yangu Florence Lenatus
Tunavutwa pia shati na Bati Quality ni kampuni bora ya Kitanzania, inaendelea kuzalisha na kusambaza bati nzuri zenye ubora zaidi. Fika kiwandani ili uweze kujipatia bati ambazo hautakuja ujutie, kwa sababu bati zetu bwana zinapatikana kuanzia geji 28 na geji 30. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matili wa chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati utapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Tutakupatia pia warranty ya muda mrefu kwa maana ya miaka 10. Bati unanunua wewe anakuja kutamba nayo mwanao, yani bati ndani ya miaka zaidi ya 20 mpaka 30, rangi yake iko vile vile haijachuja wala kupauka. Florence, ziko pia taarifa hapa za Ali Shabani Kamwe kuachiwa huru nyakati hizi, na taarifa zinaeleza ya kwamba ameachiwa huru kwa dhamana, lakini bado hatujathibitisha. Jitihada za kuwatafuta watu wa Tabora hasa jeshi la polisi kwa ajili ya kupata taarifa zinaendelea, na pindi taarifa hizo tutakapozithibitisha tutarejea tena hapa. Lakini hitimisho haya yote, mimi nafikiri mtazamo wangu, kabla na wewe haujazungumza mtazamo wako, nadhani serikali kwa maana ya hizi mamlaka kubwa ziachane kabisa na masuala ya mpira, wasimamie kwenye mambo yao, kwa sababu ukitazama ni kama vile Young Africans walichokonolewa, yani wameguswa na wao, wamechokozwa. Sasa kukaa kimya inakuwa ni shida kwa taasisi kubwa kama Young Africans, na msemaji kazi yake ni kuwasemea mamilioni ya watu ambao wanashindwa kuzungumza. Mpira wa miguu kuna nyakati unaweza kukupeleka wewe kuzungumza kwa miemko. Yani sio wewe, unajua hata wewe kuna hisia sana, umeelewa? Mimi leo hii Florence na kuelewa kwamba unazungumza kwenye tempo ya chini. Yani Florence, mtu akiniambia ni muelezeni itasema ni jamaa mmoja ambaye yuko chini. Lakini unapopata nyadhifa kwenye timu ambayo nyuma yake kuna mamilioni ya watu wanakutazama wewe, kuna nyakati kuna ile miemko ili uwaridhishe wale walioko wanakufuatilia. Sasa hili swala hili liishe, yani kusiwe na haya mambo, waache watu wa mpira na watu wa mpira. Watu wenye mamlaka kazi zao ni kuzisapoti, kuweka ulinzi na usalama, mambo mengine yawe vizuri. Maswara haya makelele na vitu vingine wangeiacha bato ya Ahmed Ali na Ali Kamwe. Mfano kulikuwa na Tabora na nani na Yanga, tafsiri yake kulikuwa na Christina Mwagala na Ali Kamwe, wangewaachia bato zao. Umeelewa? Na hili si la kwanza. Ili tukio la farana pia na lile la Mwanza la Said Mtanda kwa mkoa wa Mwanza. Yes, na ikumbuku pia ndugu yetu nani huyu Ahmed Ali naye kuna kauli aliziongea, ijapokuwa busara zilitumika lakini hazina tofauti na hizi. Umeelewa vizuri? Tafsiri sahihi kwamba na yeye angetiwa ndani. Sasa ni kama vile iko sawa, ni mtazamo wangu, na nadhani dakika hizi 2 zimetosha mimi kutoa mtazamo wangu kwa hiki ambacho nakiona. Sijui mtazamo wako umekaaje? Siko kuna sababu kubwa sana za mfano mtu kama mimi kuchagua sana kupenda mpira wa miguu na kuachana na issue za siasa. Ndio. Yani zipo sababu nyingi. Mimi nilishawahi kufanya research ndogo sana, siwezi nikaweka public, kuwauliza vijana wenzangu, kwa nini nyie watu wengi sana, vijana wengi sana sisi tumechagua kujiingiza tu kwenye masuala ya soka tukaachana na issue kabisa za siasa. Majibu yao yalikuwa ni majibu ambayo yanafanana sana. Tusiende sana huko. Kikubwa kuanzia sasa hivi, haya ni matukio mawili yametokea kwenye msimu mmoja. Maana yake mamlaka za mpira wa miguu zimeshaliona hili. Wanapaswa kukaa chini kuangalia namna gani ambavyo wanatutenganisha kabisa na viongozi wa siasa. Kwa maana ya kwamba ingelikuwa ni issue ya Christina Mwagala pamoja na Ali Kamwe, tungechukulia ni issue ya matani. Yani kwenye mpira wa miguu kuna kitu kinaitwa hisia Cisco. That's why wanakuambia hivi, profesa na mvuvi zinapofika Simba na Yanga akili yao inakuaga inakuaga moja. Kwa hiyo alichokizungumza Ali Kamwe ni kulinda brand ya organization anayoifanyia kazi, ambayo kuna mamilioni ya watu ambao wako nyuma. Kwamba kauli aliyoitoa mkuu wa mkoa sijui hiyo kauli ambayo ilikuwa inaashiria rushwa, ilikuwa inatafsiri rushwa, Ali Kamwe angekaa kimya, basi tungeanza kuwa na mashaka hata sisi na hii Yanga. Kumbe hii Yanga inashinda 5 inashinda 6, kumbe kuna issue nyuma ambazo huwa zinaendelea. So alivyojibu Ali Kamwe ni kwa ajili ya kulinda brand yake ya organization. Pengine wametafsiri reaction ya Ali Kamwe vibaya, si ndio? That's why Ali Kamwe leo anajikuta katika situation kama hii. So all in all, tutazungumza, tutaenda mbali, tutafanya nini, lakini kuna sababu kubwa sana za mamlaka wa mpira wa miguu kuangalia namna gani ambavyo wanawachukua viongozi wa siasa, wanakaa mbali kabisa na mpira wetu. Alafu then wale wenye mamlaka na mpira wakae chini wabishane kwenye mpira, kwa sababu leo hii kiongozi wa mkoa amekutana na kauli kama hii
leo msemaji anajikuta kwenye situation kama hii, na huyu ni msemaji, ni mtu ambaye ana jina kubwa, anajulikana, si ndio? Pengine labda angelikuwa ni mtu mwingine ambaye yuko ana sifa ndogo sana, pengine labda story kama hii tusingefanyaje, tusingeweza kusikia, tusingejua kabisa. Ila kwa sababu ni Ally Kamwe, ni mtu ambaye anajulikana, ni mtu mkubwa kwenye klabu, story kama hii tunaipata. Na kesi inaweza siwe nzito sana kwa upande wake kutokana na character alionayo, si ndio? Lakini ingelikuwa kwa mtu mwingine, pengine kesi ingekuwa kubwa sana. Kwa lazima tuelewe kwamba siasa na mpira wa miguu ni vitu viwili tofauti kabisa. Huko kwenye mpira watu tumejiachia sana. That's why hata leo tunaweza tukakaa chini tukamkosoa Engineer Hersi, tukamkosoa Mangungu, tukamkosoa Mediali, na anaweza kukwambia bwana ninapokosea ni hebu usisite nipasuke. Lakini leo hii ukienda kumkosoa mkuu wa mkoa, polisi wako wapi? Njoo mchukue mweke. So we don't want that thing. Yani watutenganishe tu na issue za mpira, issue za siasa na mpira. Kwenye mpira watu kwenye mpira watu tumejiachia sana. Na kuongezea hapo, leo hii tunaona athari hii ni ndogo sana. Umeelewa vizuri? Lakini haya matukio kama yataendelea, ipo siku yatakuja na athari kubwa mno ambazo hakuna mtu atakayeweza kuamini. Ni kwa sababu ni Ally Kamwe hii story tumeipata. Nikwambie kitu kimoja. Hivi imagine Yanga labda wamefungwa. Umeelewa vizuri? Alafu labda amedakwa Engineer Hersi Said, labda alizungumza neno moja kabla ya mechi alikuwa sawa, alafu Yanga amefungwa. Alafu mashabiki wako na miemko, wanaona amepandishwa kwenye defender, anapelekwa kituo cha polisi, gari yake iko pale na dereva. Unafikiri nini kitatokea? Kwa namna ambavyo watu labda wanamuamini engineer, wamekeza imani yao, wataisi wanafanyaje? Wanaonewa. Umeelewa vizuri? Unafikiri nini kitatokea? Hii ni mifano tu midogo, tafsiri yake kwamba hata wasemaji, kuna siku hizi zikiendelea watu watachoka. Sasa kunaweza ukawa na vitu ambavyo pia sio vizuri. Kumbuka sisi tunategemea sana serikali kwenye kutuandalia mazingira bora, umeelewa vizuri kutuandalia miundo bora ya uendeshwaji wa mpira, kwa sababu kutenganishwa kwa maana kwenye hasa mambo ya mapichi na hivi vitu vingine. Lakini serikali ina mchango mkubwa, kwa maana wao ndio wanaandaa mazingira na kila kitu kuwa bora ili michezo iweze kuwa ni sehemu sahihi na amani pia iwepo. Wabaki huko kutudumishia upendo, amani, ulinzi, usalama na mazingira. Hasa timu ambapo zinakuwa uwanja. Nafikiri hiyo ndio sehemu ambako serikali inapaswa kuingia sana. Yaani kilichotokea kwenye issue ya Ally Kamwe, kilichotokea kwa Mediali ni athari ya kuingiza mpira wa miguu kwenye viongozi wa siasa. Hamna kitu kingine. Mimi naitwa Cisco, nimezungumza naye vizuri kweli hapa kwa madaha yasio na mfano. Mimi pamoja naye ndugu yangu Renatus amemaliza hivyo. Nyuma ya kamera yuko Paco. Kwaheri.